Arsenal ya mchapa makofi matatu Real Madrid. Karibuni kwenye uchambuzi wa soka. Jana kwenye robo final ya Champions League, Arsenal ilimpokea Real Madrid na kumfunza mpira. Arsenal iliweza kumfunga Real Madrid bao 3-0. Timu ya Arsenal kwenye kipindi cha kwanza imejaribu iwezavyo kutafuta goli, ila haikuweza kupata goli. Kwenye kipindi cha kwanza timu zote zilienda sare 0-0, na kwenye kipindi cha pili Arsenal imekuja na kasi, nguvu zaidi na kuweza kuifunza mpira Real Madrid na kuifunga bao 3-0. Bao hizo ambazo zimeweza kufungwa na mchezaji Declan Rice ambaye ameweza kujifungia bao 2 kwenye free kick. Piga mikwaju mizuri sana, Thibaut Courtois hakuweza kuona lolote. Na bao la tatu limeweza kufungwa na mchezaji wa asili ya Hispania, Merino. Timu ya Arsenal imeweza kujipatia nafasi kubwa sana ya kuweza kuendelea kwenye nusu final. Arsenal kwa kukumbusha tu ni kwamba ni timu ambayo inacheza mpira vizuri, mfano wa tiki-taka. Wachezaji ambao wanapiga sana pasi, na pia ukitizama umri wao ni vijana ambao wako na nguvu. Ukilinganisha na upande wa Real Madrid, pilikuwa mzee ambaye ni Luka Modric ambaye hakuweza kusaidia lolote timu ya Real Madrid. Vile vile pia nikiweza kutizama upande wa upangaji wa mechi ni kwamba Carlo Ancelotti ametumia mfumo mbaya sana na kuweza kubadilisha beki, mara amweke Lucas Vazquez, mara amweke Alaba, mara aweke kijana mwingine wa asili ya Hispania, Juan Garcia. Yani sehemu ya beki ambayo ilikuwa ikigeuzwa mara kwa mara ni moja ya sababu za kupelekea timu iweze kufungwa. Vile vile pia katika mechi ya jana ni kwamba Rodrigo ambaye kocha kwa mechi ya jana alimwambia acheze sana katikati, inakuwa sio picha nzuri. Vile vile tulimuona Bellingham akikimbia huku na huku akachoka mapema. Vile vile mchezaji kama Vinicius Junior ni mchezaji wa kipaji kikubwa, ila ana jambo ambalo linakuwa sio lizuri, ambalo linasababisha pia timu yake iweze kupata shida. Ni kwamba ni mchezaji ambaye anapenda sana kupiga cross, kisha kipoteza mpira sio ule mchezaji atasema acha niende kusaidia wengine. Akishapoteza mpira huwa anatembea, na hiyo inasababisha timu nyingine kuweza kuwashambulia. Kiujumla ni kwamba timu ya Arsenal katika mechi nzima iliweza kujipatia percent za possession, ball possession. Ni kwamba Arsenal ilikuwa na possession ya 54%. Real Madrid possession yake ilikuwa ni ya 46%. Na vile vile kwenye ukimbiaji katika uwanja ni kwamba timu ya Arsenal iliweza kukimbia kilomita 114. Real Madrid imeweza kukimbia kilomita 101. Hiyo inaonyesha kama kuna utofauti wa kilomita 13. Ni kwamba wachezaji wa Arsenal waliweza kutawala uwanja kabisa. Katika hili na lile ni kwamba Bellingham aliweza kuzungumza kwamba ana imani kuwa katika mechi ya marudio Real Madrid itaweza kurudisha hizo goli 3 na kuweza kupita katika nusu finali. Mbappe vile vile na yeye pia, japokuwa kuweza kusimama kwenye vyombo vya habari ili aweze kuzungumzia namna alivyoona mechi, alizungumza tu kwa kupita, akasema kwamba ni kweli tunaweza kufunga mechi ya
ya marudio. Vile vile na kocha Carlo Ancelotti ambaye amekiri kuwa timu ya Arsenal imecheza mpira vizuri, na yeye pia amesema bado tuna zingine dakika 90 ambazo tutaweza kujaribu kurudisha mabao ambao tumeweza kufungwa. Naam, vile vile kwenye maneno ya wachezaji, Thibaut Courtois naye pia amekuwa, kabla ya mechi amekuwa shawaambia wachezaji wawe makini kwenye free kick na kwenye kona, ambapo Arsenal katika huyo upande wa free kick na kona ilionyesha uhatari sana. Timu hiyo ya Arsenal imejipatia nilikuwa nikizungumzia kuwa Thibaut Courtois, goalkeeper wa Real Madrid, alikuwa amesha tahadharisha sana wachezaji wake kwa free kick au kwenye kona za Arsenal, ambapo Arsenal imeweza kuonesha uhatari sana siku zinazokwisha kwenye free kick na kwenye kona. Basi hivyo ni kwamba Arsenal inapewa nafasi kubwa ya kuendelea mashindano. Na kulikuwa kwenye nyingine mechi ambayo imeweza kutanisha timu ya Inter Milan pamoja na Bayern Munchen. Bayern Munchen ilikuwa nyumbani lakini haikuweza kufanya vizuri. Bayern Munchen imeweza kufungwa mabao 2-1. Bao la kwanza lilifungwa na mchezaji Martinez, Lautaro Martinez kutoka Argentina, na bao la pili liweza kufungwa na Fratesi. Bao la Bayern Munchen imeweza kufungwa na Müller. Ni kwamba timu ya Inter Milan na yeye pia imeweza kujipatia nafasi kubwa ya kuendelea mashindano, ambapo machi ya marudio itakuwa ikichezea nyumbani. Vile tukirudi kwenye mechi ya Real Madrid pamoja na Arsenal, ni kwamba mchezaji Camavinga aliweza kupewa kadi nyekundu kabla ya kupewa kadi 2 za njano. Hivyo basi huyo ushindi wa Arsenal umeweza kuipatia nafasi ligi kuu ya Uingereza mwaka kesho kupata timu 5 ambazo zitaweza kuiwakilisha Premier League. Kwa sababu kwenye sheria za UEFA ni kwamba timu ambazo zitafanya vizuri, timu 2, yani timu za ligi 2, timu za ligi 2 za Europe ambazo zitaweza kufanya vizuri katika mashindano ya huyu msimu wa Champions League zitapewa nafasi ya kuongeza timu moja. Kwa maana kwa sasa Uingereza tayari katika ushindi wa jana imeshafikisha kiwango ambapo inapaswa kuwa katika hizo ligi 2 ambazo timu zao zimeweza kufika mbali zaidi na kufanya vizuri, kutazama mambo ya ushindi, nini, kugawa, kupigwa, wanatazama mambo mengi, ambapo wanateua timu za ligi ambazo ziliweza kujifanyia vizuri na kupewa nafasi ya kuongeza timu 2. Timu ya Arsenal kwa ushindi wa jana imesababishia Premier League kutumia timu 5 mwaka kesho. Kwa hiyo mwaka kesho tutaweza kuona timu 5 kwenye Champions League. Kwa hivi sasa tukitizama timu ambazo zinaweza zikaingia kwenye Champions League, tukitizama timu ya kwanza ni Liverpool, ya pili ni Arsenal, ya tatu ni Nottingham, ya 4 ni Chelsea, ya 5 ni Newcastle. Kwa hiyo japokuwa hizo timu 5 zimesharuhusiwa, ni kusubiria mwisho wa ligi ili tuweze kukamilisha timu 5, na vile vile kinyume cha timu 5 huenda zikawa 6 hadi 7. Utajiuliza, je, yawezekana? Na yawezekana. Vipi itawezekana Uingereza iweze kutumia timu 6 hadi 7? Ni pale ambapo Aston Villa ambayo haiko kwenye hizi timu 5 bora kwa sasa. Kwa mfano ligi likiisha hivi Uingereza haiko kwenye zile timu 5 Uingereza, kisha ikabatikiwa kuchukua huyu msimu wa Champions League, ikachukua kombe la Champions League, directly inafikina inapata nafasi ya kwenda hapo, zinakuwa timu 6.
Kisha je, ya 7 itatoka wapi? Ya 7 itatoka pale ambapo Tottenham au Man United itaweza kujinyakulia Europa League, na yeye pia ikichukua Europa League inapata nafasi ya kuingia kwenye Champions League directly. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mara ya kwanza nafikiri timu 7 za ligi moja kuweza kujipatia nafasi ya kuweza kushiriki kwenye Champions League. Itakuwa ni jambo ambalo halijawahi kutokea, lakini kwa huu mwaka yawezekana. Narudi ndani tena, ni pale ambapo Aston Villa ambayo itaweza kumaliza msimu huyu wa Premier League bila kufika kwenye timu 5 kisha ikajipatia nafasi ya kuchukua Champions League, automatically inapata nafasi ya kushiriki kwenye Champions League ya mwaka kesho. Vile vile Tottenham pamoja na Man United, moja wapo mwa hizi mbili ikiweza kuchukua Europa League, inapata pia nafasi ya kuingia kwenye Champions League zidi ya zile timu 5 ambazo zimeshapewa nafasi kwa mwaka huu ambazo zitaweza kufika mwaka kesho. Zitakuwa 5 za kwanza zinaenda directly. Aston Villa ikichukua Champions League inachukua nafasi ya 6. Man United au Tottenham ikichukua Europa League na yenyewe inachukua nafasi ya 7. Kipindi cha matokeo ya michezo kwa leo kinakamilishwa hapa. Tunawatakia siku njema na kuwa mnasikiliza vipindi vyetu ambayo kila mara kwa mara tutakuwa tukiwafikishia matokeo na habari za hapa na pale za soka.